Jamani, mimi naomba niseme hivi, niwashukuru sana vikoba na Mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule amewataka wanachama wa vikundi vya huduma ndogo za kifedha yaani vikoba mkoani humo kuchangamkia fursa zilizopo ndani ya mkoa huo ili waweze kujiinua kiuchumi. Kitumia fursa vizuri za mambo. Senyamule ametoa kauli hiyo alipokutana na wanachama hao kutoka kata mbalimbali za mji wa Dodoma kwa lengo la kuwajengea uelewa kuhusu elimu ya fedha na uwekezaji pamoja na kueleza fursa zilizopo mkoani humo ambapo serikali imetoa zaidi ya shilingi trilioni 10 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali mkoani humo. Hivyo wananchi wanapaswa kuchangamkia fursa hizo kupitia fedha hizo. Vikoba mnayo thamani kubwa na mna fursa kubwa sana kwenye serikali hii. Kama mkitumia fursa vizuri za mambo yaliyopo serikalini. Leo hapa sijui mtu wa maendeleo ya jamii ya kuongea, lakini ziko fursa nyingi za kufanya biashara na serikali ambazo hizo ziko kwa ajili ya Watanzania, na nyie vikoba mna uwezo wa kufanya hivyo. Mmesema na mimi nikakumbuka hivi majengo yote yanayojengwa Dodoma huwa tunaomba hata tenda vikoba ya kupeleka kokoto kweli tupate fedha. Huwa tunaomba hata kazi ya kupeleka kitu kimoja tupate fedha. Lakini Dodoma kama mfano tuna trilioni zaidi ya 10 zimeingia katika mkoa wa Dodoma. Sisi vikoba, jiulize, sisi kwenye kikoba chetu tumepata ngapi kutoka serikalini hizo za kwenye miradi? Trilioni 10. Kwa hiyo tunazo fursa nyingi, lakini fursa hizi tutazipata kama tutaamua kuchukua hatua. Niendelee kuwaomba wana Dodoma, wakazi wa Dodoma, sisi tulioko hapa, wana vikoba, tutumie fursa hizo. Hawa watu wameongea leo hapa, kila mtu ameona kama ni mambo matamu, lakini muda ni mfupi. Natamani mkae awaelezee. Wengine hapa mmesema mnatamani aje kueleza kwenye vikoba. Hawa chukueni namba zao, wapigieni simu waje kuwaelezea, mtumie fursa. Huyu maendeleo ya jamii yupo, atakuja atafafanulia sana. Hapa UTT atafafanulia, hapa dada Mwajabu atafafanulia, si maendeleo ya jamii halmashauri atafafanulia, BOT naye atachagua. Hivi si uchague kata moja hapa wewe useme mimi nianze kutoa hiyo elimu kwa watu wa kawaida nione mambo yatakuwaje, ili iwe kata ya mfano. Baadaye waseme jamani, kumbe huku kuna kundi kubwa la fursa ambalo hatuligusi. Yuko pale humu amejisema sana pale, mwanza naye ili tuone haya mambo yanavyoenda. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini niseme kwa kweli nimefurahi kwa sababu hapa nimekutana na makundi. Kuna watu nakutana nao mara nyingi kwa sababu wanajirudia kwenye makundi au kwenye shughuli mbalimbali. Lakini kuna sura nyingi nikiangalia hapa kwangu naziona, huenda nimekutana nao kwenye mikutano ya hadhara ya kwenye kata, lakini ambayo sipati nafasi ya kuongea nao kwa karibu. Kwa hiyo nimefurahi kuwa tumeweza kuwasikiliza, lakini mmesikia mambo yaliyoko serikalini, na nyie endeleeni kujua kuwa ofisi za serikali Dodoma ziko wazi kwa ajili yenu. Mnapokuwa na jambo, milango iko wazi. Hakuna ofisi ya kuogopa kuingia, mradi ni ofisi ya serikali. Ni haki yako kwenda kupata huduma, kuuliza swali, kuelimishwa, lakini pia na kusaidiwa ili upate huduma unayoitaka. Katika mkutano huo, wawakilishi kutoka taasisi za kifedha na serikali walipata wasaa wa kutoa elimu ya mikopo pamoja na umuhimu wa kuwekeza katika mifuko ya uwekezaji wanachama hao ili waweze kukuza mitaji yao. Lengo la serikali kuleta mifuko lilikuwa ni kutusaidia sisi kama Watanzania kujijengea tamaduni ya kuweka akiba pamoja na kuwekeza. Na tamaduni hiyo ya kuweka akiba pamoja na kuwekeza inafanyika kupitia sisi kuuza vipande na Watanzania kuvinunua kutoka kwetu. Kwa hiyo sisi tunauza bidhaa yetu inajulikana kwa jina la kipande. Na tunaposema kipande tunamaanisha nini? Tunaposema hisa ni sehemu ya umiliki kwenye kampuni, na kipande ni sehemu ya umiliki katika mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Unapochukua pesa ukapeleka soko la hisa Dar es Salaam, ukafanikiwa kununua hisa ambazo ziko pale, sehemu yako ya umiliki kwenye zile kampuni inajulikana kwa jina la hisa. Na unapochukua pesa zako ukaleta kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja ambayo UTT tunaianzisha pamoja na kuiendesha, sehemu yako ya umiliki wa kwetu ndio inajulikana kwa jina la kipande. Na sifa kuu ya kipande au sifa kuu ya hii mifuko ni open ended schemes
kwamba vipande vinapatikana kila siku, itoe leo. Ushindi wewe tu kununua, kama ni individual, kama ni kikundi, kama ni kikoba. Kama mna uwezo kununua vipande kila mwezi, tunawakaribisha. Kama mna uwezo kununua vipande kila wiki, tunawakaribisha. Kama mna uwezo kununua vipande hata kila siku, tunawakaribisha. Kwa sababu kumbukeni kwamba lengo la serikali kuanzisha mifuko lilikuwa ni kupromote savings and investment culture, kutusaidia sisi kama Watanzania kujijengea tamaduni ya kuweka akiba pamoja na kuwekeza. Sasa mkopo kuna gharama nyingine, kuna gharama ya fomu au tunasema ni gharama ya management. Angalia ile gharama, alafu jaribu kufananisha na watoa huduma wengine ili uangalie wapi gharama yake ni nafuu. Sawa? Usilazimishwe kukopa kwa mtoa huduma fulani tu kwa sababu ndugu yako alikopa pale. Hapana. Watoa huduma ni wengi, jaribu kufananisha huyu na huyu, nani mwenye huduma nzuri, mwenye huduma nafuu, ukanunue kule. Kwani kama mmoja anauza vitumbua shilingi 200, mwingine anauza kitumbua 150, wote wataenda kununua wapi? 150, si ndio? Kwenye mkopo nao ni hivyo hivyo. Angalia nani ana gharama kubwa, nani ana gharama ndogo. Nenda kwenye gharama ndogo ili upate unafuu. Kwa sasa hivi mikopo inayotolewa, kwa mfano ile mikopo ya 10% ambayo vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, kuna utaratibu unafuatwa. Sio kwamba atakaa afisa maendeleo ya jamii kwenye na timu yake, basi huyu anapata, huyu tunamjua mtoto wa shangazi, huyu jirani yangu. Hapana, utaratibu hauko hivyo. Wataenda kuvikagua vikundi, je, vina sifa, vimekidhi vigezo? Watarudi kwenye idara pale, watakubaliana na mkuu wa idara. Wakishakubaliana, wataenda kwenye management ambayo ina wakuu wa idara tofauti, watapitia vile vikundi, na wakipitia vile vikundi pia wanajiridhisha, jamani, kila kata tumepata vikundi kadhaa, na je, vina sifa? Baadaye pia vitaenda kwenye baraza la madiwani, na wenyewe pia kama kuna shida watahoji. Kama kata fulani wenyewe wamekopeshwa zaidi, watasema. Kama mtu fulani hana sifa, watasema. Kwa kule pia madiwani wetu, viongozi wetu wanatusemea. Kutoka Dodoma, mimi ni Fadhili Akida na hii ni Daily News Digital. Naandika watoto wangu